Kujua majira na nyakati ni ushindi kwa muumini au ushindi kwa Mkristo. Mkristo asiyetambua majira wala nyakati ataishi maisha ya aina yoyote, lakini Mkristo anayetambua majira na nyakati ataweza kuishi maisha ya tahadhari. Bwana Yesu asifiwe sana. Majira yanabadilika. Watu wote wenye ufahamu wa kutosha hawaishi kwenye majira walio nayo, bali wanapoyaishi maisha walio nayo wanaandaa maisha yaliyoko mbele yao. Ndio maana wanasoma kwa ajili ya maisha yao ya baadaye. Ndio maana wananunua mashamba kwa ajili ya maisha yao ya baadaye. Ndio maana wanawekeza kwa ajili ya maisha yao ya baadaye. Ndio maana wanatengeneza vikundi. Hata wakati mwingine hawezi kuwekeza katika mifuko mikubwa, au hawezi kuwekeza kwa uwekezaji mkubwa wa majumba na mashamba au viwanda, lakini wengine wanawekeza hata kwa njia ya vikoba. Wale watu wanapofanya hivyo wanatazama kesho, kwamba kesho ikiwa hivi nitakuwa hivi, nikifanya hivi kesho nitakuwa hivi, nikiweka mradi huu nitapata hiki. Watu wengi wanafanya hayo mambo, lakini tunasahau juu ya kuja kwa Yesu na matokeo yake. Tunaendelea kuwa watu wa kawaida sana, na tunaendelea kuwa hatuleti tofauti yoyote katikati ya jamii ya watoto wa Mungu. Mtoto wa Mungu aliyeokolewa ajue siku ya mwisho, asijue isiokee, ni vile vile tu, kwa sababu ni mtoto wa Mungu, haimbadilishi. Lakini ni muhimu kwetu kutambua majira, kwamba kuna mwisho upo. Mwisho upo. Na leo nitamani kukueleza kwa mwisho upo wa vitu vyote, wa maisha yote, wa uwekezaji wote, wa starehe zote, wa ufahari wote, wa kila kitu, kila kiumbe upo. Na sisi wa Kristo tunalo tumaini katika Yesu Kristo mfufuka. Kufufuka kwa Yesu Kristo kumetupa nguvu, kumetupa matumaini. Tunasikia mitume wengi makaburi yao, hao mitume ambao nasikia walikuwa mtume fulani, makaburi yao yapo. Lakini huyu mwana wa Mungu, huyu njia na uzima, huyu mkate wa uzima, huyu maji ya uzima, huyu mwana kondoo hana mwisho. Alikufa akafufuka, anaishi milele, na wote wanaomwamini wanakufa lakini watafufuliwa. Wanalo tumaini la uzima wa milele kama Kristo wao
waliyemwamini alivyo wa milele, ndivyo nao walivyo. Maana alienda kuandalia makao, ili yeye alipo na wao wawepo mahali hapo hapo. Mtu wa Mungu, wewe ni mtu wa tofauti kabisa, na wewe umebeba kitu tofauti kabisa. Mtu Mkristo ni tofauti na mtu uliyemwamini Yesu Kristo. Umemwamini Yesu Kristo na tumaini lako ni Kristo, kwa maana ya kwamba una uzima wa milele ingawa unatembea. Uzima wa milele hatuupati baada ya kufa, tunaupata tangia sasa baada ya kumwamini. Kwa maana kila anayemwamini Yesu Kristo anao uzima wa milele. Kila aliyemwamini Yesu Kristo anao uzima wa milele. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, mtu wa Mungu. Haleluya. Na uwasaidie watu wengine wamwamini Yesu Kristo wapate uzima wawe na tumaini kama ulilo nalo. Unapohubiri injili kwa watu wengine, unamhubiri Kristo aliye tumaini lako, ili na wengine wawe na tumaini, waweze kurithi uzima wa milele pamoja na Kristo. Kuna wengine wanasikia dini zote ni sawa. We, dini zote ni sawa, hata wanaoabudu ng'ombe. Hebu fungua macho yako, wahubiri hao injili, wamjue Yesu, ndio utasema Mungu wote tunaabudu sawa. Wanaomwabudu Kristo. Wengine wanaabudu miungu sio Mungu. Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo ndiye Mungu wa kweli, ambaye hata kuna dini zingine wanasema atakuja aje Isa bin Mariam, atarudi. Sasa atarudi kuhukumu Isa bin Mariam. Wanafahamu kabisa, wanaamini injili 4. Sasa wewe unasema miungu yote ni sawa. Wao wanamwamini Mungu aliye naye katika Yesu Kristo, na wanatambua thamani ya ujio wa Yesu, na thamani ya hukumu ya Yesu, na thamani ya Yesu alivyo, na hata wakipata shida wanakimbilia kwako waombee ili shida zao zitoke, mapepo yatoke. Maana kwa dini ya mitume wengine pepo hatoki, kwa dini ya miungu mingine pepo hatoki, shetani haachi maisha yao, isipokuwa kwa jina la Yesu mapepo yanatoka, roho chafu zinatoka, kila nguvu za giza zinapiga kelele, zinatambua hii ni kitu kingine, huu ni moto mwingine, hii ni mamlaka nyingine, kwa sababu katika jina la Yesu kuna nguvu, kuna uweza, kuna mamlaka. Imo nguvu katika jina la Yesu. Kwenye damu ya Yesu iko mamlaka. Unaamini kitu kingine, wewe unaamini Mungu mkuu sana. Haleluya, haleluya. Hupaswi kuishi kwa kuchukulia ni kitu cha kawaida, na usiongee kama watoto wachanga wa kiroho wasiojua kitu chochote, na usiongee kama watu wasiomjua wanayemtumikia. Wewe unamjua Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo, ambaye yeye wengine wote wana baba na mama, lakini unayemwamini hana baba wa kimwili kama wengine wote waliopata kutokea duniani. Yeye alizaliwa na mwanamke, lakini akuzaliwa na mwanaume. Baba mwanadamu alizaliwa na Baba wa mbinguni kwa uweza wa Roho Mtakatifu. Majina yote tunaitwa Ngusa, tunaitwa Mwansule, Mwakalinga, tunaitwa Mwabukusi, tunaitwa nini? Hayo ni majina yangu. Haya majina napoitwa mimi ni majina ambayo yametoka kwa wazazi wangu, upande wa baba aidha upande wa mama. Wanyakyusa wanaweza kuita la baba la mama, lakini mengi wanaita ni yale majina ya upande wa baba, kwa sababu mtoto anaitwa kwa jina la baba yake. Haleluya, Bwana Yesu asifiwe.
Lakini Yesu katika Mathayo tunaposoma injili ya Mathayo, Marko, Luka, Yohana, tunasoma Yesu alizaliwa kwa baba aliye Roho Mtakatifu, kwa sababu aliambiwa Mariamu, usihofu Mariamu, utabeba mimba nao utamzaa Yesu mwana wa Mungu. Mariamu alisema itawezekanaje hivi? Katika Luka 1. Bwana Yesu asifiwe. Yule malaika Gabriel, mjumbe wa habari toka kwa Mungu, akamwambia kwa uweza wa Roho Mtakatifu utamzaa. Bwana Yesu asifiwe. Mariamu akasema na iwe hivyo. Kwa hiyo Mariamu alipata mimba kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Ninasema Yesu ni tumaini la milele, kwa sababu baba yake ni wa milele ambaye ni Mungu. Haleluya, haleluya. Ndio maana anaitwa mwana wa Mungu kwa kitendo kile cha kutokea katika wanadamu. Amen, amen. Mwana wa Mungu kwa sababu ya kutokea katika mwili. Yani angeweza pia Yesu kuzaliwa na Yusufu na akaambiwa kwamba huyu ni mjumbe, yani akazaliwa na mwanaume na akaambiwa huyu ni mjumbe wa Mungu aliyetumwa rasmi kwa Mungu kuokoa ulimwengu. Lakini Mungu akaona italeta utata azaliwe na mwanamke, lakini baba yake asiwe wa biolojia ya wanadamu. Biolojia ya Yesu ni biolojia ya Mungu mwenyewe. Haleluya, Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana anaitwa mwana wa. Lakini Yohana 1:1 anasema hapo mwanzo kulikuwako neno, naye neno alikuwako kwa Mungu, naye huyo neno alikuwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Yohana anamtambulisha Yesu katika uungu wake, kwamba alipita tu kwa Mariamu kama alivyozaliwa, lakini Yesu alikuwa neno hapo mwanzo. Yani mwanzo wakati wa uumbaji, hapo mwanzo alikuwa neno. Wakati vinaumbwa vitu, kwamba na iwe giza, na iwe nuru, na iwe mbingu, na iwe nchi, iwe bahari, iwe nchi kavu, kuwe hivi, kwa vyote viliumbwa kwa neno lake Yesu mwenyewe. Yeye wakati ule wa uumbaji alikuwa anaitwa neno, na Roho Mtakatifu alisimama katika uumbaji kwa namna ya Yesu kuumba vitu katika neno. Kwa hiyo vinapotamkwa, Roho Mtakatifu anavifinyanga. Yesu anatamka, Roho Mtakatifu anaumba. Hata leo hii Yesu ametupa mamlaka. Tunapotamka, Roho Mtakatifu anaviumba. Tunapotamka uwe uzima, Roho Mtakatifu anasababisha uzima maishani mwako. Katika jina la Yesu, hata hivi ninavyotamka, Mungu akugusa, kuponye. Hata leo Yesu ni neno yule yule. Yesu ni neno, maana hapo mwanzo alikuwa neno, na sisi tu washirika katika yeye. Ametupa mamlaka. Katika Mathayo sura ya 10 anasema tumepewa mamlaka. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ya kupoza wagonjwa, ya kutoa pepo. Hicho kitu kinachofanyika ni Yesu ndani yetu, na neno linapotoka kwa msaada wa Yesu mwenyewe, Roho Mtakatifu anafinyanga, Roho Mtakatifu anatenda, Roho Mtakatifu anafanya. Unaposema na iwe hivi, Roho Mtakatifu anatekeleza. Hapo mwanzo kulikuwako na neno, naye huyo neno alikuwako kwa Mungu, na huyo neno alikuwa Mungu. Vitu vyote vilifanyika kwa huyo. Pasipo yeye hakikufanyika kitu chochote. Kwa nini? Kwa sababu Yesu huyu aliye tumaini letu, Yesu huyu tunayemwamini yeye tunamwamini ni Mungu. Haleluya.
Tunamwamini ni mwana wa Mungu. Haleluya. Tunamwamini ni mfalme wa haki. Tunamwamini alikuja, atakuja tena. Tunamwamini anaokoa maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe. Pigie Yesu makofi wewe unayeamini. Wewe uliye na tumaini hilo, mpigie Yesu makofi tena. Bwana Yesu asifiwe. Hebu angalia macho yako huko, usishangae. Wewe mpigie Yesu tena makofi mengi. Amen, amen. Uliye na tumaini la kunyakuliwa na Yesu akija, wewe una matumaini mema sana. Ndio maana nimesema hebu tujaribu kuangalia dalili za siku za mwisho. Lakini hizi dalili za siku za mwisho, mtu ambaye una Yesu ndani ya maisha yako na ukayaishi maisha ya Yesu maishani mwako, haijalishi uzijue usizijue, lakini parapanda litakapopigwa utamlaki Yesu mawinguni. Utamlaki Yesu mawinguni. Lakini kwa kuwa bado tupo duniani, tumemwamini Yesu, tunapeana taarifa za ujio wa Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliyeenda kuandaa makao mbinguni, ili alipo yeye na sisi tukawepo. Just imagine, anaandaa makao ya namna gani? Ametumia muda mrefu anaandaa. Nilitoa mfano wakati wa mafundisho ya Ijumaa. Nilitoa mafundisho kuhusu uweza na mamlaka ya Mungu, kwamba mtu yoyote anaposhindana vita vya kiroho asimjue tu shetani mharibifu, lakini anapaswa amjue Mungu na nguvu zake. Anatakiwa amjue Mungu na uweza wake, amjue Mungu na uumbaji wake. Sasa nikasema wakati naenda Ugiriki nilipita Uturuki pale Istanbul, kwenye lile airport kubwa, jinsi lilivyoezekwa, nifupishe hivyo. Kule juu ukifika hasa usiku, utaona kama umefika mbinguni. Yaani kama ndo umetoka tu, unaweza ukafikiri umefika mbinguni. Mazingira ni mazuri, yamejengwa. Nilisema tulipotezana na ndugu yangu. Tulipotezana, kwa hiyo tukawa hatujapata utaalamu wa kutafutana, lakini baadaye tukatafutana. Na tulipokutana, kumbe yeye alipanda juu, nako kule kumeezekwa, ni eneo refu. Sasa mimi nikawa najiuliza, wamepata wapi? Yaani mahera yote hayo, mtu naezeka toka hapa mpaka labda Uyole, yaani kumeezekwa juu. Afu nafikiri neno zuri, malaiti kote huku naona malaiti, na unapanda ngazi zingine za juu nako wameezeka malaiti hapa labda mpaka 8 huko. Sasa unatembea huko chini, huko kwenye nyumba, na kuna mazingira mazuri sana. Lakini nikasema hivi, mtu unapaswa, unapoona chochote duniani, unapouona uwezo wowote, hiyo wa Wagiriki wale, Waturuki, wa Marekani, maana wanaumba vitu vya ajabu leo hii, vitu vingi sana ambavyo ukianza kutafakari unajiuliza, hivi wamewezaje hawa wanadamu kutengeneza kitu kama hiki? Na hata sisi wakati mwingine tunapokaa hapo unajisahau. Ukiangalia juu, ukiangalia nyumba, kuna hoteli unalipia milioni 1 kulala usingizi, kwa mazingira walioandaa tu, kwa hali walioitengeneza tu. Na wewe ukikaa hapo unahisi Yesu harudi. Atarudi. Yesu ameumba zaidi ya hivyo, maana yeye alikuwa neno. Bwana Yesu asifiwe. Nikasema unapomwangalia shetani, unapoangalia watu, unapoangalia kitu chochote, Bwana Yesu asifiwe. Mtu mmoja anayenisikiliza, Bwana Yesu asifiwe.
Unapoangalia vitu vyote hivyo, hata unapoangalia nyumbani pako tu, kuna watu tumejenga nyumba zimekuwa nzuri, mazingira mazuri, hali imependeza, mwenyewe unajibarikia. Unapoangalia, unapolala, unalala usingizi mzuri, una godoro zuri, lakini hapo wewe ni kama sisimizi tu. Mwangalia huyu Mungu aliye hai. Wewe toka nje usiku. Ya tukupara waserebosa. Wewe unashangaa watu wana mazingira mazuri wameweka hapa mpaka Uyole, hata hapa mpaka Dar es Salaam, hapa sijui mpaka Kenya, wapi mpaka wapi, wamejenga majumba yamepakizana hivi mpaka juu mpaka juu mpaka juu. Lakini hebu angalia Mungu alivyozitandaza nyota mbinguni, dunia nzima, mahali pote, jua linaangaza mahali pote, na wala hana upendeleo. Anawanyeshea mvua waovu na wema, anawawashia jua wabaya na wema, hana upendeleo. Mtu mwema anavuna, mtu mbaya anavuna, na wakati mwingine mtu mbaya akavuna zaidi ya mtu mwema. Wanapata. Mungu hana hivyo. Visikudanganye juu ya uweza na ukuu wa nani? Huyu Yesu tunayemwamini, ambaye alikuwa neno. Yeye aliumba. Wanadamu wanajaribu kufuata hisia tu. Haleluya. Wanafanya hisia tu, na ukikaa pale unaweza ukajisikia vizuri, lakini hata nyani akikaa kwenye miti anaenjoy tu, anaenjoy tu, anafurahi. Nyani mmoja alikuwa anafugwa, alikuwa analishwa mikate, alikuwa analala kwenye godoro, alafu amewekewa zuu nzuri pale, analishwa matunda. Lakini yule nyani hakuwa huru na yale mazingira. Ilipofika wakati yule aliyemfuga na kumtunza aende amjaribu ampeleke polini, yule nyani alipofunguliwa kwenye gari, aliwaona nyani wenzake kule, na yule mwenye nyani hakuamini kwamba nyani yule ataacha mikate, ataacha mpaka soda, wanakunywa soda wanaowafuga. Yani nyani anahudumiwa na hao wenzetu weupe hao. Yani anaamua tu kumtunza kama mtu anavyotunzwa, anamvisha mpaka nguo. Unakuta kanyani kanatembea hivi kamevaa suti akamjaribu yule nyani ili amwachie kidogo. Yule nyani alipoona wenzie nyani kule wanarukia miti wanaenjoy, alisimamisha mkia mbio kuwafuata wengine. Yule mwenye nyani akawa anamuita, Thomas, Thomas, come back. Nyani anawafuata wenzake. Haleluya, haleluya. Yule ambaye analo tumaini la Yesu Kristo kuja kuchukua kanisa lake, hata aonyeshwe mikate, anapopelekwa kwa Yesu anamkimbilia Yesu, anakimbia. Hata wakisema we njoo, kuna mikate, anasema mikate iache, mimi ninapata amani na Yesu hivyo hivyo. Haleluya. Hata waseme njoo huku kuna soda, tuna enjoy, anasema hapana, mimi furaha yangu iko kwa Yesu. Anasimamisha imani yake kumkimbilia Yesu, kumfuata Yesu, maana ndilo tumaini pekee, maana ndiyo njia pekee. Hakuna njia nyingine ya kwenda kwa Baba isipokuwa kwa njia ya Yesu Kristo. Haleluya, haleluya.
aliye wa Yesu anakimbilia Yesu, kwa sababu ndiko ameweka tumaini lake. Licha ya msalaba, lakini unapomwangalia Yesu unasema, simwachi Yesu, ninaendelea mbele, ninamfuata Yesu aliko. Haleluya! Dunia imejaa anasa, dunia imejaa mambo mengi yanayotesa na yanayoumiza. Anaangalia mbele katika jina la Yesu. Nimebarikiwa nilipoona unyayo wa Mabruki. Anakuja nyumbani mwa Bwana, amebeba msalaba wake, anamfuata Yesu. Whatever the situation, whatever the case, la toko pala nderebosa terebosa yoko ya makaya manderebosi iya sa kopa ya kosekete. Hiyo imani. Kuna mambo mengi yanatokea, lakini tunajipa moyo kwa Bwana. Sio kwa mikate, sio kwa vitu vizuri. Hata akina Danieli walisema hatutakula chakula cha mfalme. Yeko ya saya manesi, ili tusije tukatoa upako wetu. Kuna vitu ambavyo vinatutoa upako. Ni vizuri, vinapendeza, ni vizuri, vinavutia, lakini vinatoa upako. Kama chochote kinatoa upako, kinamtoa Yesu ndani, hatutakula hata kama ni vizuri kwa macho. Tutafuatana na chochote kilicho cha Bwana. Tutafuatana na chochote kilicho cha Bwana. Mungu akubariki sana. Tutafuatana na chochote kilicho na matumaini katika maisha yetu. Haleluya! Bwana Yesu asifiwe. Ni lazima mtu wa Mungu utambue haya maisha tulio nayo kuna siku yata expire. Ni lazima uishi kwa tahadhari. Nimesema mwanzoni, watu wa dunia wote makini wana invest. Sisi tulio watoto wa Mungu, tulio muamini Yesu Kristo, walio makini, wa Kristo makini, wana invest mbinguni pasipo kujihurumia. I tell you. Na tunasoma wiki iliyopita juu ya mambo ya watu wanaompenda Mungu, huwa wanatoa. Yani manake kutoa kwa vitu mbalimbali, lakini tulifika kwenye kipengele cha kwamba tuweke hazina mbinguni, mahali pale ambapo nondo wala kutu haviwezi kuharibu. Kwa sababu hapo watu makini wowote, hawa wanaowekeza hawawekezi kwenye mifuko ya hovyo, hawawekezi kwenye biashara hovyo. Wanapiga mahesabu kabla, alafu wanaingia kuwekeza, kwa sababu anajua kesho yake itakuwaje. Na wewe mtu wa Mungu, pata hii fahamu. Unapokuwa duniani hapa, wekeza kwa makini, lakini ukumbuke hii dunia inapita. Wekeza mbinguni. Haleluya! Wekeza mbinguni ambapo maisha yako ni ya milele. Itakufaidia nini kuupata ulimwengu wote huu, lakini ukaukosa ufalme wa Mungu? Itakufaidia nini? Ni bora ukaukosa basi ulimwengu, ni bora ukakosa unavyofikiri ni vizuri, lakini upate ufalme. Lakini asante Yesu, kwa sababu anasema yeye ukiacha kila kitu na ukamfuata, utapata tena vilivyo vya Mungu duniani 100%, na mbinguni uzima wa milele. Kuna mali zingine watu wamekuwa nazo. Kuna mali umekuwa nazo, hizo mali ulizipata kwa kudanga. Hizo mali acha ziende kama zinaenda. Acha Mungu akupe vya kwake, uwe empty. Wewe enda kwa imani na Mungu atakujaza. Kuna mali umezipata kwa kuwaibia watu, hizo mali acha ziende. Kuna wakati mwingine zinapukutika, unahangaika kuziokoa, haiwezekani kuziokoa. Duniani hapa unawekeza, it's okay, lakini hivyo vitakuzuia kuwekeza mbinguni. Yesu alisema hapa duniani mtapata 100%, na mbinguni uzima wa. Kwa hiyo maana yake alikuwa anajibiwa Petro kwamba
hata kama we Petro umeacha vyote, umeacha nyumba na mashamba, lakini bado mimi ninakuambia Petro, kama umeacha hivyo vyote, haina maana kupoteza katika Kristo. Wewe uliyeacha duniani utapata 100%. Wewe ambaye umepoteza vitu ambavyo ulivipata kwa njia kama ya yule Zakayo ya kuibia watu, hivyo vitu vinaweza kupotea, lakini Mungu atakujaza vya kwake kwa ajili ya ufalme wake. Bwana Yesu asifiwe. Kuna watu wanasikitika sana na hasara. Ninapata hasara. Ninapata hasara. Sijui kitu gani kinakufa, mifugo inakufa, sijui vitu. Wewe angalia hiyo biashara ulivyoipata. Uliipata kwa vipi? Bwana Yesu asifiwe. Wewe uliye na tumaini ya kwenda mbinguni, vitu ambavyo ulivipata kwa njia tofauti vitapotea. Utaanza kuwekeza kwa ajili ya ufalme wa nani? Wa Mungu. Hata kama utaendelea navyo, kuna vitu vingine havina amani, bora viache viende. Haleluya. Kwa sababu hapa tuko temporary, tuko maisha temporary. Amen. Lazima uwe mtu makini. Wekeza kwa makini duniani, wekeza kwa makini mbinguni. Nitaje tu dalili chache ili uweze kuwa aware kwamba hizi ni siku za mwisho. Kwa sababu wakati mwingine hata una mpango wa kufanya bidii kuwekeza kwenye ufalme wa Mungu. Haufanyi bidii kwa sababu unaona kama utaishi milele hapa. Unaona kama wakati bado upo. Mimi ninakwambia wakati haupo. Wakati umeisha huu. Haleluya. Bwana Yesu atusaidie. Hebu tuanze na Mathayo 24. Mathayo 24. Amen. Moja nisomee Mathayo 24. Nafikiri anza tu mstari wa kwanza mpaka ule wa 8. Hata alipokuwa ameketi katika mlima wa Mizeituni, wanafunzi wake wakamwendea kwa faraga wakisema, tuambie, mambo hayo yatakuwa lini? Nayo ni nini dalili ya kuja kwako na ya mwisho wa dunia? Yesu akajibu akawaambia, angalieni mtu asiwadanganye, kwa sababu wengi watakuja kwa jina langu wakisema, mimi ni Kristo, nao watadanganya wengi. Nanyi msitishwe, maana hayo hayana budi kutukia, lakini ule mwisho bado. Kwa maana taifa litaondoka kupigana na taifa, na ufalme kupigana na ufalme. Kutakuwa na njaa na matetemeko ya nchi mahali mahali. Hayo yote ndiyo mwanzo wa utumwa. Mstari ule wa 7 unasema, kwa maana taifa litaondoka kupigana na taifa, na ufalme kupigana na ufalme. Kutakuwa na njaa na matetemeko ya nchi mahali mahali. Dalili ya kwanza ya mwisho wa dunia ni vita na tetesi za vita. Kutakuwa na njaa, ni njaa na majanga. Ya kwanza ni njaa na majanga. Hiyo dalili ya njaa na majanga kwa watu wa kizazi hiki pengine wasijue, lakini walioishi kizazi wakati kulipokuwa njaa miaka ya 70 na wataelewa. Lakini walio kwenye nchi ambazo mpaka leo kuna njaa wataelewa. Wengi wanaweza wasielewe. Haya yote yashatukia. Majanga yanaendelea kutukia. Mafuriko, watu wanaendelea kufa. Tunaendelea kuona majanga. Matetemeko ya ardhi, hayo ni majanga yanaendelea. Watu kuuana ni majanga. Watu kujiua ni majanga. Ajali mbalimbali, watu wanakufa gari zima, ni majanga. Dalili za siku za mwisho
utaona njaa, utaona majanga. Ingawa nimesema wengine wanaweza wasijue, lakini mpaka leo kuna kaya hazina chakula kwa sababu ya njaa ya siku za mwisho. Njaa hii ni njaa inatokea kwa mataifa na visababishi viko vingi: umaskini, vita na mambo mbalimbali. Watu wanahangaika kutafuta chakula, hawapati, wanakufa kwa kukosa chakula. Bwana Yesu asifiwe. Hata sisi, mimi ninaweza kusema hapa kuna kula ili mtu ujaze tumbo na kuna kula ili mtu ule. Mimi nikagundua, wanasema unaposafiri hebu unajifunza. Bwana Yesu asifiwe. Nikagundua kumbe sisi tunakula ili kujaza matumbo, hauli ili kula. Kuna watu wanakula. Hapa tuna njaa. Hata we unaniangalia una njaa, kwa sababu hata unapoondoka saizi una uhakika mboga gani utakula. Huna uhakika, unaongeza tia maji, yani ni hali mbaya. Una njaa, sisi sote tuna njaa. Hii Tanzania tuna njaa, hali ni mbaya. Bwana tusaidie sana. Sisi tunaishi siku za mwisho kikamilifu. Ipoenda kwa wazungu. Bwana Yesu asifiwe. Sije ukasema sasa huyu naye kwenda, sasa kuenda siri nijifunze. Mwanzo unatoa mifano ya Mwambene, kwa sababu ndio umeishia wapi? Mwambene na Utukuyu umeishia hapa. Lakini Mungu akikupa exposure, maana yake na wewe unapata exposure ya kujifunza zaidi. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Sasa kwenye ile hoteli tuliofika pale, nilikuta vyakula vinatoka kama hapa, vinaenda hivi, vinaenda mpaka huku. Unaangalia uchukue kipi. Kwa unaangalia wengine wanachochukua, unaona hiki labda, unagundua kwamba umejaza sahani chakula cha aina moja. Wewe umeshazoea ugali maharage, ndio Mama Gray kakuwekea hapo. Umechanganya sana, labda kakuwekea na parachichi na ukinywa na tumaziwa, unaona umemaliza mbingu. Wewe unajaza tumbo. Kuna watu wanakula, umejaza hivyo, vingine umeviona. Ndio baadaye mmoja akanishtua, anasema hivi, kwa mara ya kwanza unachukua tu kujaribu ni chakula gani ambacho hutaki, kwa unachukua hapa kidogo. Mwisho wa siku unajua chakula gani nitapendelea, chenye pilipili hakina pilipili, chenye sukari hakina sukari. Sisi tunakula yani siku za mwisho. Dalili ya kwanza ni njaa na majanga. Sisi huko Afrika ni mfano wa siku za mwisho kabisa. Hata ukibisha, sisi tunaishi kwenye siku za mwisho. Na shangaa hata Mwafrika unakataa kutubu. Wale wazungu najua wanashindwa kutubu, kwa sababu wakiangalia hapa wanasema dalili za siku za mwisho njaa, wanaona njaa, mbona kama sisi hatuna. Sasa tunaanza kuwahubiria njaa ya kiroho, kumbe iko njaa ya ukweli. Bwana Yesu asifiwe. Tunaanza kuwahubiria nyinyi mna njaa ya kiroho. Kwa nini unajaribu ili angalau wajue kwamba Yesu anarudi? Wale hata ni neema ya Mungu hata wanapookoka kule. Kwa sababu mengi ambayo yanaandikwa wanasikiaga tu. Wakisikia mtu yani mtu anapita, alikuwa anapita mzungu hapa Iromba hapa, akaanza kutoa machozi. Nini? Yani watu wako wana enjoy tu. Karibu ndizi, karibu karibu ngoniani. Wao wanauza mboga, wanajisikia amani. Yeye anaangalia, yani auze tu ndizi uto, yeye ambato anaweka kwenye friji tu. Yani yeye ndo amekazania hapo na mtaji na anajidai. Si anaona njaa, huyu ana njaa, analia mzungu wa watu. Why are you crying? I'm crying, it's poor man. No, yani hao watu maskini, Mungu awasaidie.
Wao hawajui sana hii tunaposema njaa si nini mambo. Si tunapitia siku za mwisho halisi. Hata mtu hutaki kuokoka unashangawa ni kwa nini? Kwa sababu sisi tunaishi siku za mwisho. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Dalili ya siku za mwisho ni njaa na majanga ambayo tunasikia. Wao majanga yanawakuta. El Nino zinazowapata sio za kawaida. Wao leo wanapigana, ingawa hata huko Afrika tunapigana. Wao wanakuwa na barafu zinazoweza kuathiri maisha yao. Wao wana mambo mengine ya majanga. Mioto inatokea huko Canada, Florida, tuliona iliangamiza mji kwa sababu tu ya hali ya hewa. Joto limezidi duniani, kwao limezidi, na miti inaanza kuwaka moto, hakuna mtu anachoma. Ni hali ya mazingira. Majanga ni dalili ya siku za mwisho. Bwana Yesu atusaidie. Haleluya. Dalili ya pili, maovu kuongezeka. Kuongezeka kwa maovu na kupoa kwa upendo. Watu wengi kuacha imani, kuchukiana, kupoteza upendo wa kweli. Mathayo 24:12. Mathayo 24:12, neno la Mungu linasema, na kwa sababu ya kuongezeka maasi upendo wa wengi utapoa. Kwa sababu ya kuongezeka maasi upendo wa wengi utapoa. Kwa hiyo siku za mwisho maovu yataongezeka. Tunaona leo hii maovu mengi yameongezeka. Wewe mwenyewe shahidi. Bwana atusaidie sana. Bwana Yesu atusaidie. Omba makini hapo. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Katika Mwanzo 4:6 mstari ule wa 5 utaona Mungu, neno la Mungu linasema, hebu unaweza ukasoma uliyepata mahali hapo. Mwanzo 6, wakati ule wa Nuhu. Bwana akaona ya kuwa maovu ya mwanadamu ni makubwa duniani, na kwamba kila kusudi analowaza moyoni mwake ni baya tu siku zote. Kila anachowaza moyoni mwake ni mambo mabaya tu. Anawaza kuua, anawaza ugomvi, anawaza fitina, anawaza kisasi, anawaza chuki, anawaza uzinzi, anawaza usherati, anawaza mambo ya dunia. Hana mpango wa mbinguni. Na hii ndio dalili ya siku za mwisho. Shetani amepumbaza watu akili. Kila kitu anachowaza anawaza mabaya, na Mungu akaona ya kwamba hawezi kushindana na huyu mwanadamu ambaye kila kitu anawaza mabaya. Kwa hiyo siku za mwisho zitaongezeka maovu na upendo wa wengi utapoa. Leo hii watu wanatenda mabaya kwa sababu hawapendani, wanauana, hawapendani. Chanzo cha mabaya mengi ni kukosa upendo. Ukimpenda mtu hutamchukia. Ukimpenda mtu hutamfanyia kisasi. Ukimpenda mtu hutamlipiza. Ukimpenda mtu hutamtendea mabaya. Maovu yamezidi, dhambi zimezidi, kila mtu anawaza mabaya tu ndani yake. Bwana turehemu, Bwana tusamehe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo hali ya mawazo, mtu awapo nyumbani anawaza, njiani anawaza. Leo hii maovu yamezidi, hakuna mahali kuliko salama. Hata kama kanisani kumeingia maovu. Maovu yaliyopo ni chuki.
Maovu yaliyopo ni fitina. Maovu yaliyopo ni kuneneana vibaya. Maovu yaliyopo kutakiana vibaya. Maovu mengi hayo ni kwa sababu ya kukosa upendo. Watu hata kwenye uzinzi ni kukosa upendo. Kama wewe una upendo, ungemwacha huyo mke wa mwenzako, usingekuwa unamtongoza ili uzini naye. Bwana Yesu asifiwe. Kwa kukosa upendo ndio maana mtu anamtongoza mke wa mtu, anazini naye. Maofisi leo yamechafuka. Mabosi wanazini na wafanyakazi wao, na wafanyakazi wanazini na mabosi wao. Uovu umechafuka. Ingekuwa wewe ni wa kwako, angefanyiwa hivyo mke wako, atongozwe, afanyiwa hivyo, ungefurahi. Unakuta mtu anakasirika, mke wake ametoka nje ya ndoa, lakini yeye tafuta wake wa wenzake kutoka nao nje ya ndoa. Wewe kama ungempenda yule rafiki yako, usingefanya uzinzi wa kutafuta mke wake, wa kutafuta mume wake. Hiyo roho ni chafu. Acha, hizi ni siku za mwisho. Siku za mwisho zisitimizwe kwa ajili yako. Bwana akusamehe katika jina la Yesu, akurudishe utambue hizi ni siku za mwisho. Siku za mwisho, dalili ya pili nimesema, maovu yataongezeka. Maovu hayo ni pamoja na matendo hayo ya uasherati. Vijana wanafanya ngono makanisani. Hiyo dhambi iache katika jina la Yesu. Unachafua madhabahu ya Mungu, unachafua kanisa la Mungu, na unatimiza ile siku ya mwisho ifike. Kwa nini unalazimisha kwa maovu? Kwa nini usitake kufanya mema ili siku za mwisho zije kwa injili ya kusikiwa na watu wengi, na watu wengi kuokolewa, watu wengi kumgeukia Yesu? Unataka siku zitimizwe kwa ajili ya mabaya ambayo yanakuja mpaka makanisani. Watu wanachukiana, watu wanatenda mambo ya hiana, watu wanazini, watu hawana mambo ya hofu ya Mungu. Ushindwe katika jina la Yesu, lakini urejee kwa Bwana. Mungu akusaidie. Lakini kuna wababa wako majumbani pia. Iwe angekuwa mtoto wako, usingezini na binti wa kazi. Kuna maovu yamezidi leo, hata wake hawawaamini tena waume zao. Ana hofu kumwacha na binti wa kazi, maana akimwacha na binti wa kazi, huyo baba ataanza kuzini na binti wa kazi. Hiyo ni siku za mwisho, unayatimiza hayo. Siku za mwisho. Zamani ilikuwa ni ngumu mtu kuacha kuzini na watoto. Leo hii wababa, watu wazima, wanazini na vijana. Hiyo ni dhambi. Unatimiza siku za mwisho zije haraka. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu atuponye. Lakini yako mamama mengine pia, haleluya, ambayo pia wanazini na vijana wao wafanya kazi. Hiyo haitakiwi. Hiyo ni dhambi. Huo upendo, nimesema wa baba kuzini na binti wa kazi. Yule binti naye ana mawazo, ana maisha. Siku moja awe mama wa watoto, awe ni mama wa familia, awe na watoto wake. Sasa unaenda kufanya kitendo kama hicho, unamharibia maisha. Na wengine wanawapeleka mpaka kuwapa vidonge ili asipate mimba, na wengine wanawapeleka ili watoe mimba. Hiyo ni laana. Na wakati mwingine unaanza kushangaa, kwa nini watoto wangu wanapitia njia hii? Angalia wewe ulipitiaje kule baadaye. Ukihofu wa watoto wa wenzio, na wewe watoto wa wenzako, na wewe watoto wa kwako, Mungu ataweka ulinzi. Bwana tusaidie sana. Mtu mmoja aseme amen. Anayenielewa seme amen. Ni lazima kuwa na hofu. Hizi ni siku za mwisho. Maovu yataongezeka. Maovu yasije kwa ajili yako. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu atusaidie. Kwenye wakati wa Nuhu maovu yalizidi. Mungu hakuvumiliana nayo.
na hayo maovu Mungu hatavumiliana nayo. Wewe uingie kwenye uzima wa milele na maovu hayo na chuki hizo na kutokusamehe huko na visasi hivyo na moyo usiokuwa sawa huo. Na hata hivi tunavyokaa hapa, Mungu angefanya operation ndani yako, unasema mimi mtakatifu, ila huyu sio mtakatifu, huyu ana kasoro. Wewe shindwa katika jina la Yesu. Kila mtu ameumbwa kwa kusudi la Mungu, na ili atimizwe kwa kusudi lake. Anaishi kwa kusudi la Mungu, na wakati mwingine haombi hata kiberiti, hata chumvi, hata nyanya kwako sababu ya kumchukia huyo mtu. Huna, mwachie katika jina la Yesu, kwa sababu kila mtu anaishi kwa kusudi la Mungu. Hakuna sababu unakaa tena tukikupa kuomba unatumalizia na muda, lakini ndani ya moyo wako wakati huo unawaza mabaya, unawaza kuua, unawaza kutia sumu. Shindwa katika jina la Yesu na uponyeke kwa jina la Yesu. Siku za mwisho maovu yatazidi. Zile dhambi za Sodoma na Gomora zinakuja leo hii. Watu wanawakiana tamaa, wanaume kwa wanaume. Jitu baba mzima, kijana, umeumbwa ili uje uwe na familia, uje na watoto wako, unaolewa na mwanaume mwenzio. Si laana hiyo? Maovu yanatisha leo hii. Nimesema wakina mama wanaogopa kuwaacha mabinti nyumbani na baba zao kwa sababu maovu yamezidi. Lakini pia hata vijana wa kiume ni shida kumwacha na kijana wa kiume au na baba mwingine, wanafanya tofauti. Hizi ni siku mbaya za mwisho. Wewe usishangae tu, hayo mambo yalitabiriwa, yapo. Haleluya! Waenda mbinguni wao watazidi kuyaona, lakini hao watabadilishwa kuifuata dunia. Wao wa Mungu watabaki kuwa wa Mungu. Haleluya! Bwana Yesu atusaidie. Nimetoa mfano wa nyani, yeye alikimbilia ndugu zake kule. Sisi ndugu yetu ni Yesu. Hata yawepo mambo mengi huku yanafurahisha. Wengine wanafuata mikate tu kuingia kwenye ushoga. Wengine wanafuata mikate tu kuingia kwenye ushoga, kwenye usagaji, kwenye pornografia, kwenye mambo mabaya. Na vijana, acheni kuangalia mapicha ya ngono. Acheni, hizo ni roho na mapepo yanaingia ndani yenu, yatawatia muhuri. Mungu awaponye katika jina la Yesu. Ni kizazi cha siku za mwisho. Uovu hautafuti kule mbali, uovu uko hapo hapo ulipo. Mtoto anapewa simu, anaharibikiwa hapo hapo akili yake. Upone kwa jina la Yesu na ufunguliwe kwa jina la Yesu. Kuna watu hawaelewi neno la Mungu, wameshaathiriwa kabisa. Mapepo yameshafunga hatima zao na yamewaandikia waende jehanamu kwa sababu ya kuangalia simu, pornografia. Wanaangalia matendo machafu. Kwa nini usiangalie mahubiri humo yamo? Kwa nini usiangalie waimbaji wazuri humo wamo? Kwa nini usiangalie mambo mema ya Bwana, ya ufalme wa Mungu? Na kadri shetani anavyoweka mambo yake humu, watoto wa Mungu wanaweka pia. Sio kwamba hao wanaoitwa Freemason ndio wamesoma, wewe unawasifia tu. Hao ndio wanajua kila kitu, wewe ndio unawasifia tu. Mungu ana watu wengi. Mungu ana wataalamu wengi. Mungu ana wasomi wengi. Mungu ana watumishi wengi. Ukisema hakuna watumishi, maana yake unamfanya Mungu ameshindwa kuokoa, ila shetani ndio ameokoa. Unaposema hakuna mtakatifu, maana yake unasema shetani amewavuta wote, ila Mungu hajawavuta wowote. Na Yesu alisema akiinuliwa juu atawavuta wote kuja kwa Baba. Bwana Yesu asifiwe. Kuna yule mtumishi alisema wote wamekufa, unajua Mungu, nimebaki mimi tu. Akaambia thubutu yako, nimebakisha huko manabii 400 wasiopiga goti kwa bahari. Yaani wewe unajiona wewe tu. Kuna wakati tunajiri mwamba fai. Yule mtumishi wa Mungu Elia alijua ni yeye tu. Mungu unajua alichokuwa anamwambia pale, kwamba usije ukafikiri kazi ya kuokoa imeisha na shetani yuko kazini peke yake.
na kama uamini, wewe njoo upumzike huko mbinguni. Tena nitakuondoa duniani kwa heshima, hautakufa kifo cha kawaida, utapaa kwa gari la moto, lakini utaacha huduma hii, kampake mafuta Elisha. Mtu mmoja apunge mkono hivi. Sio kama mnaelewa? Bwana Yesu asifiwe. Kuna mtu analala usingizi hata asubuhi. Amna muulize, unalala au vipi? Yuko vizuri? Na upendo wa wengi utapoa. Anaelewa ya kwanza kwamba njaa na majanga, na dalili ya pili ni hiyo kwamba maovu yataongezeka. Ameelewa yote. Bwana Yesu asifiwe. Na sasa hivi tunajaribu kufafanua maovu ya siku ya mwisho. Tunajaribu kuyagusa kwamba kumbe yote haya tunapoyaona tunajua kwamba ule mwisho huu karibu. Amen. Yesu yu karibu kurudi, kwa sababu haya yote yanatokea na maovu mabaya sana. Na kule kwenye Mwanzo 6:5 Mungu alipiga picha mioyoni mwa watu, akagundua wale watu wamejaza maovu, wamejaza mambo mabaya. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Maovu chanzo kiko ndani. Hata mtu anapoongea anaongea maovu tu, kwa sababu kilichojaa ni maovu tu. Kimtokacho mtu ndicho kilichojaa moyoni mwake. Lakini watoto wa Mungu wawezi wakatoa matunda mabaya, kwa sababu ndani yao kuna matunda mema. Mti mwema uzai matunda, na mti mbaya huwezi ukazaa matunda mazuri. Wala usije ukatazamia mti mbaya uzae matunda mazuri. Never. Mioyo, hali zetu za maisha, na Mungu ana watu wake aliowaokoa. Wewe ingia kutimiza siku za mwisho kwa kuamini. Useme sasa hivi wote tumeharibika. Kama leo hii maovu kwenye ndoa, nayo si nitaongea mangapi sasa? Si niache tu niseme tu maovu yataongezeka. Nisiseme haya mengine. Bwana atusaidie sana. Haleluya. Lakini nisiposema kanisa halitapona. Ni lazima niseme acha dhambi ya ushoga, acha dhambi ya usagaji. Hizi ni siku kama za Sodoma, na watu wa Sodoma walikuwa hivyo hivyo. Katika Luka 17 anasema wale watu walijenga, walinunua, walikula na kunywa. Na nimekueleza kula na kunywa sio kama huku kwa kwetu tunashibisha matumbo. Kuna watu wanakula na kunywa wako siku za mwisho hizi. Tena hizi kuna watu wanakula na, kama wakati ule wa Lutu mpaka leo hii kuna watu wanakula na. Si shangaa mchungaji pale tulipoenda kwenye ndoa pale kwenye ile hoteli, chakula shingapi? 60,000. Na je, kulikuwa na watu wanakuja tu kula? Mtu 60,000 mtu anakuja kula. Sasa ile 80 ni chumba cha chini, mpaka 300,000 mpaka milioni. Zanzibar hapo kuna 1,105,000 mtu analala usingizi. Sasa mimi nilikuwa najiuliza, mbona hawa hatuko nao kwenye semina, lakini wasa wanakuja tu kula na ni wengi tu. Mimi nikasema ila kumbe basi mimi sina hela. Hivi hela hii yote 60 unaweza ukalala ukapata na pressure kabisa. Mtu ikidondoka 60,000, naomba maombi, hela imepotea. Lakini mtu anakula, yani wanakula wanakunywa, na unaona tena kesho hao wengi tu. Kuna wakati mwingine huu unawaangalia watu au nasema hizi kweli kama wakati wa Lutu watu walikula na, lakini Mungu akaifikisha ile kikomo ya maisha yao. Na sisi leo tunakula
Hata kama ni ugali dagaa, lakini unakula na kunywa, nipe maji. Washiba tu vizuri. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Lazima ujue kwamba hizi ni siku za maovu, maisha yanaendelea kwa uzuri tu kabisa, na watu wanajisahau, lakini parapanda itapigwa. Kufumba na kufumbua, walio wa Mungu wataondoka, walio wa dunia watabaki wakisubiri dhiki kuu na mateso. Angalau yamkini wale wateule pengine wakipitia dhiki kuu wataokolewa kupitia ile dhiki kuu, wakati kanisa litakuwa halipo. Kanisa litakuwa limechukuliwa kwenda mbinguni. Kuna watu wanatatizwa kwamba je, dhiki kuu itawakuta waliookoka? No, haitawakuta. Wao watakuwa wamenyakuliwa kwenda mawinguni. Wale waliobaki watakutana na dhiki kuu. Mungu atakuwa anapembua apate watumishi wake. Kwa dhiki kuu ile, waliokataa kuokoka kipindi cha neema wataokoka kwa mateso. Lakini wale walio wa shetani hawataokoka, watakataa mpaka mwisho. Walio wa Mungu hata waje wakatwe kichwa, maana kichwa, kifo kitazuiliwa. Watakuwa nakatwa sikio. Unampenda Yesu? Anasema ndio. Lingine, unampenda Yesu? Ndio. Mkono haufi, unatamani ufe, hufi. Nakatwa wa pili. Unampenda Yesu? Ndio. Nakatwa mguu. Unampenda Yesu? Ndio. Nakatwa mguu. Unampenda Yesu? Unachomwa macho, unatobolewa macho yote. Unampenda Yesu? Unasema ndio. Ndio hao wataokoka kwa mateso, kwa sababu walikataa kuokoka kipindi cha neema. Ni bora mtu wa Mungu uokoke kipindi cha neema hiki. Acha maovu. Moyo wako uache kuwaza mabaya. Moyo wako uwaze matendo mema. Wazie mema Mungu wako, wazie mema watu wengine, wazia mema ndugu zako. Upendo wa Kristo uongezeke ndani yako. Uwe na upendo wa kuwapenda wengine, kwa sababu Mungu anaonekana kwa sura ya huyo mtu aliye karibu yako. Na naomba ufanye mazoezi, umwambie huyo aliye karibu na kupenda bure. Haleluya. Kwa nini? Kwa sababu anasema maovu yataongezeka, kwa sababu upendo wa wengi utapoa. Sosi ya maovu ni kukosa upendo. Ukimpenda mtu mwingine, hutamwibia, hutamtendea vibaya, hutamsema, na hata umbea wako hauta. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mama mmoja, kwa kukosa upendo kwa watoto wa wengine, wakiharibikiwa tu, unafahamu mtoto wa fulani, lile tumbo, sijui lile tumbo ni kama mjamzito, hana uhakika, amekosa upendo. Kama angekuwa na upendo, angemfuata mtoto wake, angemfuata yule binti, angemfuata yule mtu. Yani hata rangi yake ni kama mimba. Sasa mtu mwingine asiyejua anaeneza naye, fulani ana mimba. Yanaenea, fulani ana mimba, fulani ana mimba. Kumbe wala alianza alivyotakata, utafikiri ana mimba. Yule anayebeba taarifa ana mimba. Kuna mmoja alikuwa hivyo hivyo, tumwite, tumkalishe, sio nini na nini. Yani kazi, roho mbaya. Yani akivaa mtoto wa mwenzie ampendeza, kanajivuna sana, tukaite. Siku moja, yani nasema upendo, kukosa upendo ni chanzo cha maovu. Yani ukiwa na upendo huwezi ukawa na maovu. Sasa yeye alipenda sana watoto wake sana, na anasema watoto wangu yani wana hofu ya Mungu. Punguza ngapo majivuno hayo, punguza hayo majisifu hayo.
Ikatokea siku moja mtoto wake na yeye kama alivyosema, alikuwa anasema tu, utafikiri katumbo yule. Katumbo ka mtoto wake kakaanza kutokea. Wakamwambia, mtoto wako ni kama katumbo. Akasema, sitaki uchuro wenu huo na mtoto wangu, haiwezekani katika jina la Yesu. Akasema, lakini nani, ungepunguza kidogo kuhakikisha ni kama ni kweli. Akaenda kushtaki kwa mchungaji. Wanasema mtoto wangu hapa, wamama wana maneno. Kumbe yeye ndiye muasisi yani ametengeneza kiwanda cha na yeye kwake, kwa kuwa anampenda mtoto. Unajua pa kwako panauma. Ukimpenda mtu humfanyii vibaya, unapenda ufiche aibu yake. Haleluya! Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kosa la mtoto wako unalificha. Ndivyo Yesu anavyoficha uovu wetu. Anaficha kwa damu yake, anafunika, anasafisha, alafu ili aweze kujivunia, aweze kukaa na mtoto wake akasema, huyu ni mwanangu, huyu ni mwanangu niliyemtakasa kwa damu yangu. Kwa sababu amempenda. Alitupenda tulipokuwa tungali tuna dhambi. Kwa mfano ule ni mfano wa mzazi anayempenda mtoto, hawezi kumfanyia maovu. Akawa anaficha yule mama. Ila kwa wengine asiowapenda uovu upo. Kwake uovu hamna, kwa watoto wake uovu hamna. Katumbo kanajificha. Kakaendelea tena. Huko ameshtaki kwa mchungaji. Na kibaya akasema, nahama sasa kanisa. Akahama kanisa. Akasema, mimi yani Yesu hapa ndio pamenifikisha. Yani sioni tena yale maneno kule. Yani punguza maneno wewe. Watoto wako wanaonwa na wengine wakwako huwaoni. Bwana tusaidie sana. Haleluya. Haleluya. Bwana unayewachunga watoto wetu, wachunge, watunze. Maana hii dunia ni dunia ya isiyo na upendo. Nani atawapenda watoto wetu wewe usipowapenda Yesu? Sasa akashangaa, mtoto analia, anataka kwenda kliniki. Nini? Mama, mimi niseme tu kweli, nini nimekosea nini? Nina mimba. Una mimba? Waliokuwa naeleza wale wakina mama wa Kitulano ni kweli? Si ni kweli. Sasa mbona ulikuwa nilikuuliza niliwasema kwamba wanakusingizia? Nilikuwa naogopa. Mama kaharibu kisa upendo. Lakini simlaumu. Mama aliwapenda, alimpenda mtoto, na vile vile alivyompenda mtoto wake ndivyo angetakiwa kuwapenda na watoto wa. Uovu wake uliingia na ulionekana ni uovu kwa sababu hakutenda kwa upendo kwa watoto wengine. Bwana atusaidie sana. Uovu wa wengi, maovu mengi yataongezeka kwa sababu ya kukosa nini? Watu hawapendani. Mtu mwingine anasema, mbona usemi hata kwenye ndoa hawapendani? Ndio maana mapassword magumu, maovu yamezidi, upendo hakuna. Mtu ameweka mapassword, simu anasikia ngiri, anakimbia, yuko na mume wake tu. Kwa nini ukimbilie ukapokelee chooni? Kuna watu wanapokelea chooni simu. Moyo wake umejaa uovu mpaka simu imejaa. Hizi ni siku za mwisho. Baba naye ameweka mapassword humo. Kaweka pilipili, kumbe ni mke wake. Yani jina kaweka pilipili, ikiita simu ana pilipili. Yani kwa sababu yani jina mke ameweka pilipili. Yani moyoni amemjaza mke wake ubaya, na mpaka kwenye simu mke wake anamuona pilipili. Kwa nini usimsamehe? Kwa nini umejaza mambo mabaya?
Bwana tusaidie sana, tupone, tusizizidishe hizi siku za mwisho, tusizikaribishe hizi siku za mwisho. Tupendane. Kadri tunavyopendana, maovu yatapungua. Tutawatengenezea wengine fitina, tutawatengenezea wengine mambo mabaya. Haleluya! Watu wanatengeneza mabomu makubwa kwa ajili ya kuua wengine. Kwa sababu utubu, ubadilike.